IRGC yasema watu 8 wenye silaha wenye mfungamano na makundi ya kigaidi wametiwa nguvuni kusini mashariki mwa Iran. Kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetangaza kuwa kimewatia nguvuni watu 8 wenye silaha wenye mfungamano na makundi ya kigaidi katika mkoa wa Sistan na Baluchistan kusini mashariki mwa Iran kufuatia operesheni maalum mtawalia. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Alhamisi, kituo cha Quds cha kikosi cha nchi kavu cha IRGC kimeeleza kuwa wahalifu hao walikuwa wameunda makundi yenye silaha kwa lengo la kuibua machafuko na ukosefu wa usalama na kufanya hujuma mbalimbali. Taarifa ya IRGC imeeleza kuwa watu hao 8 walihusika katika kuwateka nyara wafanyakazi na wahandisi waliokuwa wakitekeleza miradi ya miundombinu huko Sistan na Baluchistan. Walishambulia doria na vituo vya jeshi na vyombo vya kutekeleza sheria. Walifanya uporaji wa kutumia silaha na kusambaza hofu katika maeneo ya katikati ya mkoa huo. Taarifa ya IRGC imeongeza kuwa watu hao 8 walitambuliwa na kutiwa mbaroni kupitia operesheni kadhaa maalum za intelijensia na kwamba silaha mbalimbali zimenaswa kutoka kwa wahalifu hao. Taarifa ya IRGC imesema wahalifu hao walishirikiana na makundi ya kigaidi kuwateka nyara watu mashuhuri na wahandisi wanaohusika na miradi ya ujenzi na miundombinu katika mkoa wa Sistan na Baluchistan kabla ya kuwakabidhi mateka hao kwa makundi ya kigaidi yanayofanya shughuli zake ng'ambo ya mpaka. Vikosi vya usalama vya Iran vimechukua hatua mbalimbali kudumisha usalama na utulivu katika mkoa wa Sistan na Baluchistan ambao unapakana na Pakistan na Afghanistan. Katika miaka karibuni mkoa huo umekumbwa na mashambulio kadhaa ya kigaidi yaliyowalenga raia na askari usalama. Sasa tutazame tabia za Marekani kudumisha mvutano katika uhusiano wake na Iran. Mwenendo wa Rais Donald Trump wa Marekani kuhusiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unachochea kuendelea kwa mvutano na uhasama katika uhusiano wa Washington na Tehran. Ingawa hivi karibuni Trump alitangaza mipango ya kutekeleza shambulio kubwa na kali dhidi ya miundombinu ya Iran, amedai tena kuwa aliahirisha shambulio hilo kutokana na ombi la baadhi ya nchi za eneo na kwa kuzingatia utayari wa Iran wa kufanya mazungumzo. Bali na Iran kukanusha madai ya Trump kwamba ilikuwa imeomba kufanya mazungumzo, nchi za eneo ikiwemo Saudi Arabia zimetoa wito wa kufanyika mazungumzo na Iran na kusisitiza kuepukwa mashambulizi dhidi ya miundombinu bila kujali iwapo shambulio jipya la ukubwa uliotajwa na Trump litatokea au kama mazungumzo mapya yatafanyika. Ushahidi unaonyesha kuwa mwenendo wa Marekani unachochea hali ya mgogoro unaoendelea katika uhusiano wake na Iran. Hadi sasa Marekani haijafikia malengo yake kimkakati kuhusu Iran kupitia hatua za kijeshi, na kwa sasa inafuatilia malengo mahususi matatu kuhusiana na nchi hii. Lengo kuu la Marekani ni kutaka kuitwisha Iran matakwa yake ya kisiasa. Marekani haijashindwa tu kufikiria malengo yake ya kijeshi, bali sasa inakabiliwa na msimamo thabiti wa Iran wa kutaka kuwepo kwa mipango mipya ya kiusalama ya kusimamia lango bahari la Hormuz. Hali hii ni mbaya zaidi na Marekani hata kuliko kushindwa kijeshi, ikizingatiwa kuwa lango hilo lilikuwa wazi kabla ya kuanza vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Haikuwahi kuzungumzia mipango mipya ya kiusalama kuhusiana na lango hilo. Katika muktadha huu, Trump anakabiliwa na ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Marekani. Ingawa Trump anadai kupata ushindi dhidi ya Iran, akijibu hoja za wakosoaji wanaomuona kama aliyeshindwa katika vita hivi, anahitaji kulazimisha matakwa yake ya kisiasa dhidi ya Iran ili kunyamazisha wakosoaji hao kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa bunge la Marekani. Lengo jingine muhimu linahusiana na mtazamo wa pamoja wa Marekani na utawala wa Kizayuni kuhusu udharura wa Israeli kudumisha ubora wa kijeshi katika eneo. Utawala wa Kizayuni unalenga waziwazi kuwa nguvu kuu ya kijeshi katika Asia Magharibi, na ubabe wa Israeli katika eneo pia unaendana na maslahi ya Marekani. Wataalamu wanaamini kuwa mkakati wa Trump unalenga kudhoofisha nguvu na uwezo wa Iran wa kuzuia mashambulizi ili kulinda nafasi ya Israeli kama nguvu kuu ya kijeshi katika eneo. Mzozo wa Marekani na Iran hauhusiani tu na mpango wa nyuklia wa Iran, bali lengo kuu ni kuhakikisha kuwa Israeli inashikilia nafasi ya juu katika eneo na kwamba hakuna taifa jingine litakalokuwa na uwezo wa kuipinga katika muktadha wa nadharia ya uhalisia wa mashambulizi. Mwenendo wa sasa wa Israeli unaweza kufafanuliwa kama nguvu ya kikanda inayotaka kubadili hali iliyopo, nguvu inayofuatilia usalama si kwa kukubali uwiano wa nguvu, bali kwa kuvuruga mara kwa mara uwiano huo ili kujinufaisha yenyewe. Lengo la tatu la Marekani ni kudhoofisha uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuigeuza kuwa taifa dhaifu. Kwa hakika swala linaloinyima usingizi Marekani si Iran yenye silaha za nyuklia, bali ni Iran yenye nguvu ya uwezo mkubwa. Marekani inaiona Iran kama nchi pekee katika eneo la Asia Magharibi inayosisitiza udharura wa kujitawala na kutegemea uwezo wake wa ndani wa kujilinda. Msimamo unaweza kuigwa na mataifa mengine ya eneo
na hivyo kuhatarisha maslahi ya Marekani katika eneo. Kwa kutaka kuondoa utegemezi wao wa kiusalama kwa Washington, mapambano makali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Marekani na Israeli katika vita vya karibuni yamedhihirisha zaidi uwezo wake wa kujilinda dhidi ya hujuma ya maadui. Hivyo Washington inaamini kuwa ni lazima ishambulie na kuiletea madhara ili kudhoofisha uwezo wake na kuizuia isiendelee kuwa taifa lenye nguvu kubwa ya kijeshi. Hivyo kwa kuzingatia mapambano ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya hatua za kichokozi za Marekani katika nyanja za kisiasa na kijeshi, kuendelea kwa mwenendo huu wa Washington kunaweza kuchochea kuongezeka mvutano katika uhusiano wake na Iran, pamoja na kueneza mzozo huo katika eneo zima la Asia Magharibi na hata maeneo mengine. Gazeti la Telegraph linalochapishwa na Uingereza limekiri kwenye ripoti yake kwamba Marekani na Israeli zimeshindwa katika vita huko Iran, ikiwa imeibuka mshindi, na kwamba vita hivi vinaweza kuwa tukio muhimu sana la kupelekea kupungua satwa na ushawishi wa Marekani duniani. Telegraph imebainisha kwenye ripoti kwamba makubaliano ambayo yanaweza kufikiwa kati ya Iran na Oman kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz inaonyesha kuwa Tehran imeibuka kutoka kwenye mzozo huu ikiwa na nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Ripoti ya gazeti hilo la Uingereza imeendelea kueleza kwamba vita ambavyo Trump na Netanyahu walivianzisha ili kuipindua au kuidhoofisha Jamhuri ya Kiislamu vimemalizika kwa kupanuka kwa uwazi kabisa ushawishi wa kikanda wa Iran. Marekani na Israeli zimeshindwa katika vita hivi huku Iran ikiibuka mshindi. Telegraph imeongezea kwa kueleza mikataba ya suluhu huwa mwishowe ndiyo inayoakisi matokeo ya mapigano kwenye medani ya vita ambayo Washington ilijaribu na ikashindwa kuyabadilisha. Kwa mujibu wa gazeti hilo, vita dhidi ya Iran vinaweza vikawa moja makosa ya kihistoria. Gazeti la Telegraph limesisitiza kwamba kuna uwezekano mgogoro wa sasa na Iran ukawa tukio muhimu katika la kupelekea kupungua ushawishi wa Marekani duniani. Vilevile, kaimu waziri wa ulinzi wa Iran amesisitiza kuwa kwa kutegemea utaalamu wa kiulinzi wa ndani ya nchi, vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu vimesheheni kila vinavyohitaji na kutoa jibu kwa tishio lolote lile. Brigedia Jenerali wa Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC Said Majid ibn Reza ameeleza hayo katika andiko aliloweka kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii siku ya Alhamisi Agosti 6, akisema kila siku dalili za mmomonyoko wa nguvu za adui zinazidi kudhihirika, lakini vikosi vyetu vya ulinzi vimesheheni kila vinachohitaji ili kutoa jibu kwa tishio lolote lile. Kaimu waziri wa ulinzi wa Iran amesisitiza kuwa wale ambao leo wanahangaika kununua usalama na nguvu za juu za kijeshi kwa kuagiza kutoka nje, karibuni hivi watafahamu kwamba teknolojia ndani ya Iran iko juu ya mfumo wowote ule katika eneo. Brigedia Jenerali Ibn Reza ametoa kauli hiyo huko ripoti ya CNN iliyochapishwa siku ya Jumatano ikionyesha kwamba Marekani imetumia karibu 80% ya akiba yake ya mitambo ya ulinzi wa anga ya THAAD na karibu nusu ya makombora yake ya Patriot tangu ilipoanzisha vita vya kichokozi dhidi ya Iran. Ripoti hiyo imeeleza pia kwamba vikosi vya Marekani vimetumia mfumo karibu yote ya makombora ya masafa marefu aina ya ATACMS na makombora yenye shabaha kali ya PrISM na kuacha akiba makombora hayo kwa wizara ya vita nchi hiyo Pentagon katika kiwango cha chini kabisa. Mnamo Februari 28, Marekani na utawala kizayuni wa Israeli zilianzisha kwa pamoja uchokozi wa kijeshi usio na sababu dhidi ya Iran kwa kuwalenga maafisa wakuu wa Iran na skuli ya msingi huko Minabu kusini mwa nchi na kuwaua watoto 168, walimu na wazazi. Kujibu hujuma hizo za kinyama, vikosi vya ulinzi vya Iran vilianzisha mashambulizi makali ya kulipiza kisasi dhidi ya mali za Marekani na Israeli katika eneo na kusababisha pigo kubwa kwa muungano huo vamizi. Vita hivyo vilisimama baada ya siku 40 kwa kusitishwa mapigano, usitishaji ambao ulirasimishwa katikati ya Juni kwa kusainiwa hati ya maelewano Islamabad na marais wa Iran na Marekani. Shukran kwa Baba ya Kivita.